Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Ndugu mtazamaji wa idhaa wa televisheni ya Horizon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika tanbihi ya Ramadhani. Katika siku ya leo tungependa kukumbushana juu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akitukumbusha juu ya faida zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika hadithi ambayo imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Katika hii hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sama ramadhana, na katika riwaya nyingine man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, kwa imani unafunga na unasimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio kwa sababu ya kujionyesha kwa watu wengine, au sio kwa sababu ya kupunguza wazni wako. Kuna watu wengine wanasema Ramadhani ni fursa ya kucut down weight, kupunguza uzito au kutengeza shape. Hapa uwe unafunga kwa kuamini kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atuamrisha kufunga, na ninafunga kwa sababu ninaamini ni mojawapo wa nguzo za Kiislamu. Naamini kuwa Mwenyezi Mungu ametuamrisha alipotuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, hakika kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mumeamrishwa kama vile walivyoamrishwa, au mmefaradhishiwa kama vile walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, na matokeo yake ni kuwa mtapata uchaji Mungu. Kwa hivyo mwenye kufunga kwa hiyo imani kuwa mimi ninatekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, mimi ninatekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo ndio tunasema anafunga imanan, na pia anatarajia nini? Wahtisaban, natarajia malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amempa bishara yule ambaye atakayefunga au atakayesimama mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuamini kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo, basi matokeo yake kwa mujibu wa bishara aliyotupa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake yote. Ndugu yangu Muislamu, nani kati yetu anaweza kusimama na kusema kuwa mimi sina madhambi? Nani kati yetu anaweza kusema mimi sina haja na maghfira? Ikiwa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, ambaye alikuwa ameahidiwa kuwa madhambi yake amesamehewa yaliyotangulia na atakayokuja, na tunajua huyu ni mtume, ni maasum, lakini pia alikuwa analeta istighfar na anamlilia Mwenyezi Mungu, anafanya tauba kwa siku moja mara 70 ama zaidi, itakuwaje mimi na wewe? Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kuna madhambi mengi, mengine tunayachuma au tunayafanya bila kujua, mengine kwa kujua. Ramadhani imekuja, ni fursa ya kufutiwa hayo madhambi kwa ahadi aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi. Kwa nini ndugu yangu Muislamu tupoteze fursa kama hiyo? Lakini tujue, ili tufaidike na ahadi hiyo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mja atakayesimama atasamehewa madhambi yake, mja atakayefunga kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo kutoka kwake, basi malipo yake ni kusamehewa madhambi yake, lazima tufanye bidii. Kwa sababu hapa amesema, hakusema tu manama Ramadhan, atakayelala mwezi wa Ramadhan, man akala fi Ramadhan, mwenye kula mwezi wa Ramadhani. Na ninataja hapa kula kwa sababu wengi wetu inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa tunapoteza muda mrefu sana katika mambo ya vyakula. Si makosa mtu kula wakati ambapo tumeruhusiwa kula. Tumeambiwa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, usiku kuleni mnavyotaka. Lakini je, ni mwezi wa kula? Miezi yote tunakula, huu si mwezi wa kula. Tunakula kwa sababu ya tupate nguvu ya kuweza kuendelea na ibada,
Kwa hivyo isiwe tarkizi yetu kubwa au hamu yetu kubwa ni kule kula. Hamu yetu kubwa iwe ni kupata hii thawabu ambayo tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusamehewa madhambi yetu yote. Lakini ili tupate hiyo zawadi ni lazima tutekeleze amri hiyo iliyotajwa hapa. Man qama ramadhana, atakayesimama Ramadhani imanan wa ihtisaban. Kwanza, sharti ya kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu kuwa hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na kutarajia malipo kutoka kwake, basi tasamehewa madhambi yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na atupe taufik tuwe ni wenye kusimama kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kutarajia malipo kutoka kwake, ili tuweze kupata zawadi hiyo ya kusamehewa madhambi yetu. Na hii ndio tanbihi yetu siku ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.